Uhali gani mtazamaji wa Jambo TV, na mara zote tuko hapa, tumekuwa tukikutana kwa update mbalimbali za masuala ya siasa, jamii, uchumi, michezo, sanaa na burudani ndani na nje ya mipaka ya taifa letu. Sasa moja ya stori kubwa ambayo inazungumzwa sana hivi sasa na pengine ndani na nje ya mipaka ya Tanzania ni kuhusiana na taarifa za ofisi ya msajili wa vyama vya siasa hapa nchini kueleza ama kutotambua safu ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwa maana wale viongozi 8 wakiwemo 3 kati yao ni wajumbe wa secretariat, kwa maana katibu mkuu John Mnyika na manaibu makatibu wakuu wawili. Sasa hapo mimi nimemsema katibu mkuu, sasa pengine kwa mujibu wa ofisi msajili manake sio manaibu makatibu, sio katibu mkuu na sio pia manaibu makatibu wakuu. Pengine kuna mtihani kwa sisi wanahabari hapo, lakini pia wengine ni wale wajumbe wa kamati kuu 5 ambapo ofisi ya msajili pia iwatambui kama viongozi rasmi. Licha ya kwamba Chadema walitoa msimamo wake, ofisi ya msajili imetoa msimamo wake pia, ambao inawezekana kwa namna moja ama nyingine basi ndio tukasema msimamo rasmi ambao mamlaka za nchi utakuwa zinaufahamu. Nje ya hiyo, pamoja na mambo mengi ambapo ofisi ya msajili imetishia kufanya, jambo lingine kubwa mpaka hivi sasa lilofanyika ni pamoja na ofisi ya msajili kutangaza kusitisha ruzuku ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Sasa kumekuwa na maoni mseto ama maoni tofauti ya watu ambao wamepokea baada ya taarifa hiyo ya msajili. Sasa moja kati ya watu ambao wametia maneno yao ni wakili msomi Edson Klaatu, ambaye pia ni mchambuzi kwenye masuala ya katiba na utawala. Yeye anazungumziaje kuhusu hilo? Yeye amesema maswali 10 kwa msajili wa vyama vya siasa juu ya kusitisha ruzuku ya Chadema. Ameanza na utangulizi, anasema ofisi ya msajili wa vyama vya siasa awamu zote imekuwa gumzo, hasa kutokana na maamuzi yake ambayo huwa na utata kutokana na mkinzano na sheria ya vyama vya siasa na katiba ya Tanzania. Pamoja na kwamba msajili anaweza kusitisha ruzuku kwa chama cha siasa ambayo kinampata kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa mwaka 1992, kuna masharti ambayo lazima yazingatiwe, ambayo ni kama ifuatavyo. Msingi wa hoja. Anasema, kabla sijaelezea kwa undani hoja yangu na kwa lengo la kujenga msingi, naomba kunukuu kifungu cha 18(6) cha sheria ya vyama vya siasa kama ifuatavyo. Nikinukuu, ameandikwa hapa naye. Anasema, the register may suspend grant of subvention to a political party for specified period where he has evidence that management of a political party, which includes its trustees, is not able to account for or observe supervise accountability of funds. Kwa nasema kwa tafsiri sio rasmi sana ni kwamba msajili anaweza kusitisha ruzuku kwa chama cha siasa kwa muda utakaoainisha, akiwa na ushahidi kwamba uongozi wa chama, ikiwa ni pamoja na wadhamini wa chama, hauna uwezo wa kusimamia uwajibikaji katika masuala ya mahesabu ya fedha. Anasema maswali muhimu. Sasa kama ningekuwa hakimu kwenye kesi kati ya msajili na Chadema, kwanza ningejiuliza maswali ama issue yafuatayo. Kwanza, mkaguzi wa hesabu za chama ambaye ndio mwenye mamlaka ya kukagua hesabu amekagua lini hesabu za chama ili kumpa ushahidi juu ya uongozi wa chama au wadhamini kushindwa kusimamia hesabu fedha au kuwajibika katika fedha? Pili, je, msajili anajua kuwa mali za chama ikiwa ni pamoja na fedha ni mali ya wadhamini na ambao wanasajiliwa kama taasisi ya kisheria, yani legal person? Tatu, je, msajili alifanya mawasiliano na kuwapa nafasi wadhamini ambao kimsingi ndio wenye fedha kujieleza, yani right to be heard, juu ya kushindwa kwao kusimamia wajibikaji katika mahesabu, huku akiwaona msingi wa tuhuma hiyo, yani basis of occasion juu yao? 4, je, msajili alikiandikia anaendelea kuhoji hapo wakili Klaatu anasema 4, je, msajili alikiandikia chama kujieleza juu ya tuhuma za kusitisha ruzuku na kuwapa na kueleza kama wasiporekebisha hizo kasoro wanasitishiwa ruzuku? 5, je, kwa mujibu wa sheria ya msajili asipotambua uongozi mpya kama chama kinabaki hakina uongozi, leadership vacuum, au kwamba uongozi uliokuwepo ungeendelea kwa kipindi cha kutosha, reasonable time, hadi nafasi zizibwe? 6, je, msajili anayejua kuwa baraza kuu la chama lina zaidi ya wajumbe 400 aliwapa Chadema muda gani kuitisha baraza hilo kama wangeona kuna hoja hiyo? 7, je, msajili ana mamlaka ya kutengua uteuzi wa viongozi wa chama kwa mujibu wa sheria? 8, je, kutenguliwa kwa viongozi hawa ni sababu
ya kusitisha ruzuku kwa mujibu wa sheria? 9. Je, alichofanya msajili hata ingekuwa halali sio double jeopardy, yani kuadhibu mara mbili, kwanza kwa kufuta uongozi na pili kusitisha ruzuku? 10. Kwa nini msajili alibariki uongozi wa CUF ya Lipumba kuendelea kutumia ruzuku ya chama wakati katibu mkuu na sekretarieti yote haikuwepo tena katikati ya mgogoro, ila kwa Chadema ambao hawana mgogoro amefanya maamuzi haya? Sasa naomba kwa kifupi kuelezea hoja kama ifuatavyo. Kilato anasema, kwanza, napenda kubainisha kuwa moja ya kigezo cha muhimu cha kusitisha ruzuku ni lazima msajili awe na ushahidi, yani evidence, na sio maoni tu, yani opinion, kuwa uongozi wa chama pamoja na baraza la wadhamini limeshindwa kuwajibika kwenye hesabu na au matumizi ya fedha za chama. Ni dhahiri kwamba hapa hoja sio uwezekano wa kushindwa kuwajibika, yani likelihood, bali ushahidi wa kushindwa huko. Sawa, swali muhimu, msajili ametumia kigezo gani chenye ushahidi kuwa Chadema imeshindwa kusimamia uwajibikaji kwenye mahesabu na au taratibu za kifedha? Najua anaweza akaleta hoja kwamba kwa sababu sekretarieti imetenguliwa. Sawa, tujifanye imetenguliwa, haipo kweli. Swali la muhimu, je, vipi wadhamini wameshindwa pia? Tena hapa naomba kusisitiza kuwa kwa mujibu wa sheria ya usajili wa wadhamini, yani the Trustees Incorporation Act, mali zote za chama pamoja na fedha zipo chini ya wadhamini. Nikumbushe msajili kwamba sheria inapotumia maneno management of political party which includes trustees, yani uongozi ukihusisha bodi ya wadhamini, ililenga kwamba ili ruzuku isitishwe ni lazima pande mbili za chama kwa maana ya ngazi ya utendaji, yani secretariat, na wadhamini wao wamethibitika kwamba wameshindwa kusimamia uwajibikaji katika masuala ya fedha. Kwa maneno mengine, pasipokuwa na uthibitisho kwamba wadhamini pia wameshindwa, maamuzi ya msajili yanakosa uhalali. Ni muhimu msajili apate muda wa kujikumbusha kanuni za kutafsiri sheria, yani canons of interpretations, ambazo zingemsaidia kujua hayo maneno, which includes kwamba hayo masharti yanaenda pamoja, sio kwamba moja ni mbadala, not disjunctive. Katika mazingira haya, uhalali wa maamuzi unatoka wapi? Naomba msajili soma, andika ili uelewe badala ya kusoma ili ujibu, kwa sababu ukisoma kwa lengo la kujibu hutaelewa na utashindwa kulinda weledi. Nina machapisho mengi naweza kuipa ofisi yako, hasa wasaidizi wako, na mbali na hayo nipo tayari kushiriki kuwajengea uwezo wasaidizi wako juu ya kutafsiri sheria ili kulinda hadhi ya ofisi nyeti ambayo naamini inaweza kufanya vizuri pamoja na mapungufu ya sheria, hasa kukosa uhuru, autonomy, badala ya kutumikia weledi, professionalism na katiba. Lakini pia wakili anaendelea kusema kwamba lakini pia msajili anatakiwa kujua kuwa kuna kanuni inayoitwa management vacuum ambayo hairuhusu kiti cha utendaji kikae wazi hata siku moja, kwa sababu kwa kufanya hivyo unapelekea taasisi kushindwa kujiendesha, yani organization paralysis, jambo ambalo pia ni kinyume na malengo ya kuanzishwa kwa ofisi ya msajili chini ya kifungu cha 4 cha sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 1992 ambayo inakusudia ustawi wa vyama vingi ambavyo ndio vinatambulisha nchi yetu kwenye ibara ya 3 ya katiba ya Tanzania. Kwa hiyo wakati msajili anatengua watendaji, hata kama anajua hana mamlaka, alitakiwa atoe maelekezo sekretarieti iliyokuwepo, ukiondoa waliohama, iendelee kwa kipindi cha kutosha kuitisha mkutano mkuu wa chama ambao unaweza kutengua maamuzi ya baraza kuu pakiwa na sababu, jambo ambalo lingehitaji muda mrefu na gharama. Bahati mbaya msajili ameamini kufuta uongozi na kuacha vacuum ambayo itapelekea chama kiparalyze kwa lugha ya kawaida. Hebu jiulize, katika mazingira ambayo secretariat imefutwa bila kuweka utaratibu wote, yani management vacuum, ni nani anaitisha kikao kwa mujibu wa katiba? Pili, kwa vile sasa na ruzuku imesitishwa, chama kinapata wapi fedha za kuitisha baraza kuu au mkutano mkuu? Kiufupi ni kwamba msajili amefanya maamuzi ambayo hayatekelezeki, yani unamkata miguu mwanariadha na utake akimbie. Hili ni swala akili ya kawaida tu, common sense. Je, nini lengo la msajili? Amri itekelezeke au chama kiparalyze? Aidha, katika kufikia maamuzi haya ambayo yanaathiri haki ya kisheria na katiba, msajili alitakiwa kuandikia kusudio la kusitisha ruzuku chini ya kifungu 18(6) cha sheria ya vyama vya siasa, akibainisha sababu na ushahidi ili kuwapa nafasi ya kujitetea, show cause, ambalo ni hutaki la katiba ama hitaji la katiba chini ya ibara ya 13(6) ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977
na ni takwa la misingi ya asili ya utoaji haki, yani natural justice. Najua hili ni jambo ambalo msajili ambaye ni jaji wa mahakama kuu anajua, labda tu kwa vile ni muda mrefu hayupo kwenye mahakama anaweza kuwa ameanza kusahau. Nitumie fursa hii kumkumbusha yeye binafsi na hasa wasaidizi wake waendelee kujisomea ili kujikumbusha hizi dhana muhimu za utoaji haki. Kuna hili la kutoa adhabu mara mbili pia. Chama kimeadhibiwa kwa kufuta uongozi bila kuonyesha mamlaka hayo yapo kifungani, lakini pia msajili anasitisha ruzuku kwa hoja hiyo hiyo. Aidha, tunapenda kujiuliza kwa nini msajili hakuona shida kuipa CUF ya Lipumba ruzuku katikati ya mgogoro, na ile hali akijua hayati Maalim Seif na sekretarieti yao yote ulikuwa haipo ofisini na hakuna kama uongozi ungeshindwa kusimamia uwajibikaji katika masuala ya fedha. Hili linaleta tafsiri gani kwa anayefuatilia maamuzi ya ofisi ya msajili? Je, msajili haoni hatari ya kubadilika, yani inconsistency? Hitimisho lake anasema, kwa mfumo wa namna ofisi ya msajili inavyoendeshwa, ustawi wa siasa ya vyama vingi utabaki ndoto. Sheria na mazingira vinafanya mkunga awe mnyongaji badala ya mzalishaji. Mungu ibariki Tanzania. Ni sehemu ya kile ambacho amekiandika wakili msomi Edson Klatu, ambaye pia ni mchambuzi kwenye masuala ya katiba na sheria. Wewe una mtazamo gani?